Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tunasoma Wafalme wa Pili sura ya 24 mpaka sura ya 25. Hapa tunaona watu wa Yuda wakirudi kwenye uovu. Tangia mfalme wao Manase, akaja Yekonia mpaka Sedekia. Yaani ni uovu tulikuwa unaendelea. Watu walikuwa wanaenda kinyume na sheria za Mungu. Walikuwa hawafuati utaratibu wa Mungu, wanatenda dhambi mpaka Mungu akakasirika. Kwa hiyo Mungu akasema atawaweka tena mikononi mwa adui. Anakuja mfalme Nebukadreza, anapigana nao na kuwateka pamoja na mfalme wao. Watu wa Yuda wanarudi utumwani katika nchi yao wenyewe. Ni kitu gani ambacho tunajifunza watu wa kizazi hiki? Kumbe uovu unaweza ukakurudisha tena kwenye utumwa. Bwana Yesu alipokukomboa, alikutoa katika utumwa wa dhambi. Unapofanya uovu manake unarudi kwenye utumwa wa dhambi, na ukiwa mtumwa wa dhambi manake tayari wewe ni mtumwa wa shetani, na shetani atafanya kile ambacho anajisikia kukifanya kwako, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni mateso, ikiwa ni stresi, ikiwa ni kutokufanikiwa. Chochote ambacho ibilisi ataamua kukifanya juu ya maisha yako atakifanya, kwa sababu tayari upo kwenye himaya yake. Wewe ni mtumwa. Ni kitu gani ambacho tunapaswa kufanya ili tujiepushe na maisha ya utumwa wa dhambi? Tunapaswa kujitoa na kujikabidhi mbele za Mungu na kumwomba Roho Mtakatifu ayatawale maisha yetu, kwa sababu sisi kwa akili zetu hatuwezi kupambana na dhambi pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hawezi kukusaidia kama hujamruhusu akusaidie. Na unapomruhusu manake unaruhusu 100%. Usimpe nafasi kidogo ukampa mipaka kwamba hapa na hapa usiji. Mruhusu ayatawale maisha yako. Ruhusu atawale mwili wako, atawale akili, atawale mawazo, kila kilicho cha kwako akitawale. Na hapo ndipo una uwezo wa kumshinda ibilisi na kutoka katika utumwa wa dhambi. Maombi ya siku ya leo, mwambie Roho Mtakatifu na kuruhusu uyatawale maisha yangu siku zote. Hongera sana, tumemaliza kitabu cha Wafalme wa Pili. Na kutakia wiki njema na siku njema. Tukutane kesho.